Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa ile wakati ambao ilikuwa ikiweza kusubiliwa kwa hamu kweli kweli ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao anakwenda kukutanisha miamba miwili ya soka Tanzania. Hapa nazungumzia upande wa bingwa mtetezi klabu ya soka Young Africans ambaye yuko juu, ana pointi zake za kutosha kabisa 78, huko klabu ya Simba ikiwa na pointi zake 77 ikimfuatia kwa nyuma. Tofauti ni alama moja tu ambayo inawatenganisha wawili hawa katika msimamo, ambapo leo hii kocha mkuu hapa nazungumzia Amdi Mirudi ametangaza kikosi cha majembe ambayo yataanza katika mchezo wa tarehe 25. Hapa nazungumzia majira ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Majembe hayo ni kina nani hao ambao watakwenda kuzitikisa nyavu za wekundu wa Msimbazi Simba na kuweza kuwafanya waondoke na ubingwa? Ameweza kuandaa kikosi ambacho pengine unaweza kusema na kikosi cha maangamizi kwa ajili ya yale yote ambayo yanayoendelea kwenda kuweza kuyenyamazisha. Utakwenda kujua hapa kikosi ni nani na nani ambaye ameweza kupangwa kuanza kwenye kikosi hicho, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu iliyoandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea mchezo wao wa dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana na kocha Mirudi Hamdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa kuanza kabisa, golini atasimama Djigui Diarra, screen protector, mdaka mishale, akiweza kusimama vyema kabisa kuweza kuzilinda ama kuzitafuta clean sheet mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, huku akijiazalisha kwamba nyavu zao zisiweze kutikiswa. Kumbuka ya kwamba klabu ya soka ya Yanga inahitaji sare tu ama ushindi ili iweze kuwa mabingwa wa msimu huu, huku klabu ya soka ya Simba Sport Club wao wenyewe wakihitaji kupata ushindi na sio sare. Hivyo basi watahitaji ushindi, kwa hiyo lango inabidi lilindwe vyema kabisa. Lakini katika upande wa safu ya ulinzi sasa, hapa upande wa beki ya kulia, upande huu wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda, moja kati ya wachezaji ambao waliwahi kupita kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Anawafahamu vizuri wachezaji hawa wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwani alicheza nao kabla ya kuondoka kutimkia Singida Black Stars, ambako huko akakaa kwa muda na kujiunga na kikosi cha klabu ya soka Young Africans katika kipindi cha dirisha dogo na kuweza kuaminiwa kupewa nafasi kwa kile ambacho kimeonekana. Ameendelea kuwa ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli. Mwalimu anaamini katika uwezo wake, na ndio maana ameweza kumpatia mchezo huu mkubwa kabisa. Huku upande wa safu ya beki wa kushoto, hapa nazungumzia beki namba 3, atakuwepo si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka. Unafahamu kasi, maarifa, mbio kweli kweli, mpaka kufikia kumuita jina bodaboda. Ni kazi ambayo imeonekana anayoifanya yenye ubora mkubwa. Mbio, maarifa mengi mguuni ndio kitu ambacho atakwenda kukifanya zidi ya mchezo wake na wekundu wa Simba. Kwa kile kinachoendelea katika upande huo, pia utakwenda kujua kwamba Boka bado yumo ama Yanga wanahitaji kupata beki mwingine
mwingine wa kushoto. Ila upande wa beki ya katikati, hapa nazungumzia walinzi wa katikati, itasimamiwa na Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki vitasa kweli ambao wanapatikana katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ana uwezo wa kutumia maarifa, ana uwezo wa kutumia nguvu panapohitajika, lakini ana kasi, anapiga tackling, ana uwezo wa kufanya mengi zaidi. Ana uwezo pia wa kufunga. Ukitizama ndio beki mwenye magoli mengi, akiwa na magoli yake 5 ukiweza kushuhudia. Kwa hiyo hata unapokuwa naye katika boksi lako akienda kushambulia kama mpinzani, basi jua ya kwamba huenda Ibrahim Baka anaweza kazitikisa nyavu zako kwa kupiga mipira yake ile ya kichwa. Lakini upande wa beki namba 5 atakuwepo si mwingine bali ni Dickson Job, big brain defender, moja kati ya mabeki ambao wanatumia akili kweli. Ukitizama tunaelekea mwishoni kabisa mwa msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kila kikosi kinachotangazwa, mchambuzi anakuambia kikosi changu bora ni hiki. Hawezi acha kumtaja hapa, nazungumzia Dickson Job katika eneo la ulinzi, kutokana na kile ambacho alichokifanya kwa msimu huu. Utakwenda kushuhudia yale yote yataendelea katika safari yake ya mwisho kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, akicheza mchezo wake huo zidi ya Simba Sport Club. Je, ataonesha umahili huo ambao yuko nao? Tutakwenda kujua hapa. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa viungo, huku namba 6 akisimama mtu mzima Alidi Aucho. Unafahamu kazi kubwa, maarifa ambayo huwa anayafanya, unafahamu kile ambacho huwa yuko nacho. Ana uwezo wa kupandisha timu kwa umahiri na ujuzi mkubwa kabisa, huku kiweza kushuhudia namna gani ambavyo huwa akiweza kupeleka pumzi ya moto kweli. Ana uwezo pia wa kutuliza mashambulizi, ana uwezo wa kukaba kama kiungo. Kazi kubwa utakwenda kuishuhudia ikifanyika katika eneo lake lile ambalo huwa analitumikia kwa ubora mkubwa kabisa. Lakini ukipandisha sasa kwa namba 7 utakutana na Maxim pia Nzingeli, moja kati ya wachezaji ambao wenye kiwango bora kwa sasa, wako kileleni kwa kile ambacho kinachoonekana katika mechi zilizopita. Ameendelea kuwa ni mwiba mchungu kwa safu ya ulinzi ya timu pinzani. Utakwenda kujua hilo zidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Je, ataendeleza ubabe wake, ataendeleza umaili wake hule ambao amekuwa akiendelea kufanya? Utakwenda kujua hapa. Ila kabla hatujasogea zaidi, nikukumbusha kwamba kile kinachokwenda kutokea katika dabi ya Kariakoo, kumbuka ya kwamba ndio mchezo wa mwisho. Taji litakuwa liko mezani likimsubiri atakayemaliza akiongoza katika dakika 90. Kumbuka ya kwamba hii haina penalti, hii haina extra time, ni dakika 90 tu. Zikimalizika ngoma itakuwa imeishia hapo. Lakini katika upande sasa wa namba 9 hapa, namba 8 kumrazi, namba 8 utakutana na Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, naye pia amekuwa na mwenendo mzuri kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Pia ana nafasi yake katika upachikaji wa mabao, amechangia pia mabao yake katika msimu huu. Ikumbukwe klabu ya soka ya Yanga imevunja rekodi, ndio timu pekee katika karne hii ya 21 ambayo imefunga mabao 80 katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Unaweza kushuhudia mabao 80 ni mabao mengi kweli, unaona bana. Kwa hiyo ni rekodi nzuri kabisa. Kwa hiyo Mudathir Yahya atasimama kama namba 8. Namba 9 atakuwepo Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake kijana huyu, huko na yeye kidaiwa kwamba anamalizia msimu kuondoka kwenda kujiunga na klabu ambayo imemtaka. Itakwenda kujulikana pindi ambapo taarifa zitakuwa rasmi. Lakini katika mchezo dhidi ya Simba atakuwa yuko kama namba 9 akiweza kusimama katika eneo hilo. Huku unazungumzia namba 10. Sasa hapa utakutana na X. Huyu Alikamwe anapenda kumuita X kutokana na sehemu ambayo aliotoka. Anakwenda kukutana zidi ya waajiri wake zamani. Nazungumzia Cletus Chama Mwamba wa Lusaka. Naye amekuwa na moto kweli. Unaambiwa Chama wa mwisho wa mkataba huwa ni Chama mwingine kabisa na ambaye anaanza msimu. Yani Chama huyu ambaye mkataba wake unaelekea ukingoni, inaelezwa amekuwa ni wa moto kweli. Hata si kwa maneno, bali unatizama hata katika mechi nyingine zilizopita za nyuma amekuwa na rekodi nzuri
kweli kweli, ambayo hata kama ni mwalimu huwezi kumwacha Clatous Chama kumweka nje kutokana na namba ambazo amezipata nyuma katika michezo hii ya hivi karibuni. Lakini katika upande wa namba 11 atakuwepo si mwingine bali ni Profesa Waboli Pacome Zouzoua, moja kati ya maprofesa katika soka la Tanzania. Wamepachikwa jina hilo kutokana na ubora ambao yuko nao. Huyu wanayanga wanamtizama kama mtu ambaye anatakiwa kwenda kufanya final kwa yale yote ambaye atakayeweza kwenda kutokea. Yani unaweza kusema kwa sasa wanayanga wamempa wamembebesha kila imani yao kwake kwa ajili ya kwenda kubadilisha, kwenda kufanya kile ambacho kinachotakikana. Hiki ndio kikosi cha klabu ya soka Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.